بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Al-Manhaj As-Salafi cha Sheikh Abdurrauf ibn Abdullah ibn Uthman Al-Munawi Al-Shafi'i, tumefika katika mlango ambao unasema limadha yattabi'u as-salafiyun fahma as-salaf as-salih. Limadha, kwa nini wanafuata masalafi ufahamu wa salafi salih? Kwa nini wanafuata masalafi au wanaojinasibisha na da'watu salafia? Kwa nini wanaofuata ufahamu wa wema waliotangulia? Limadha, na kwa nini wameamua kufuata ufahamu huo? Sababu hizo ndio tutakazokuwa mwenye kuziangalia kwa siku ya leo. Yattabi'u as-salafiyun fahma as-salaf as-salih, wanafuata wema waliotangulia au wanafuata masalafi, fuata ufahamu wa wema waliotangulia fi fahmi al-Qur'an was-sunnah, katika ufahamu wa Qur'an na Sunna, li asbab kathira, kwa sababu zilizokuwa nyingi. Wanafuata ufahamu wa wema waliotangulia hawa masalafi hawa kwa sababu zilizokuwa nyingi. Minha, miongoni mwa sababu hizo, as-sababul awwal, sababu ya kwanza, anna as-sahabata akhadhu minan nabii sallallahu alaihi wasallam ilma kulli shay'in, kwa sababu hawa masahaba hawa ambao ndio salaf, wao wanachukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam elimu ya kila kitu. Hawa sahaba walichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam elimu ya kila kitu. Ndio sababu kubwa ya kuchukua ufahamu kutoka kwao, kwa sababu wao ndio walioifahamu Qur'an, wakafahamu Sunna, wakachukua elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa utaachaje ufahamu wao? Ana Abi Dharr radiyallahu anhu qala tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ametuacha Mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, wama ta'irun yatiru bidanahi illa indana minhu ilm. Ametuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna ndege anayeruka kwa mbawa zake isipokuwa ndege huyo kwetu sisi tunaye elimu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaye elimu itokayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ndege wanaoruka, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuacha hivi, bali amefundisha mpaka ndege anayeruka. Sasa kwa nini tusichukue ufahamu kutoka kwa masahaba? Kwa nini tusichukue ufahamu kutoka kwa salafi? Sasa tunawaulizeni wale ambao wanajiita ni ahli sunnah wal jamaa, lakini wanachukua ufahamu kutoka katika akili zao na rai zao. Tunawaulizeni, hizi rai hizi mnazozichukua hivi, kwa nini hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa mwenye kufahamisha mpaka usiku? Kwani kuna ubaya gani? Hiyo ni sababu ya kwanza, kwamba tunachukua ufahamu wa salaf, tunachukua ufahamu wa salaf kwa sababu wao walichukua elimu yote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii elimu ambayo mnaona tunaichukua, tunafahamu kwamba aya hii ilikuwa na makusudio fulani, aya hii ilikuja kufundisha kitu fulani, kwa sababu hawa masahaba
walifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi walizifahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walifahamu makusudio ya hadithi, wakafahamu makusudio ya aya. Ndio maana na sisi sasa tukajifungamanisha na ufahamu wao. Tunachukua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunachukua aya zinazotoka ndani ya Qur'an kwa ufahamu wa masahaba. Walifahamuje? Sasa sisi ufahamu wetu unatofautiana, wallahi ufahamu wetu unatofautiana. As-sababu thani, sababu ya pili, anna dina lam yudau fi uquli ar-rijali wa araihim. Dini haikuwekwa katika akili ya mtu wala haikuwekwa katika rai zao, haikuwekwa katika akili za watu kwamba watu maadamu hawa watu fulani wana akili nyingi basi acha tuiweke kwa wao. Wana rai mbalimbali, anaweza akaleta rai fulani na rai. Haikuwekwa katika akili za watu wala katika rai zao. Inama huwa wahyu min Allah. Hakika ya mambo yalivyo, dini ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa bihi nabii sallallahu alayhi wasallama, amekuja naye Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa akhadhahu minhu ashabuhu, na wakaichukua kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake, lafdhan wa fahaman wa aqidatan wa manhajan. Wakachukua kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ufahamu wake, ufahamu wa dini, aqida, manhaj. Qala al-Hafidh as-Suyuti, amesema al-Hafidh as-Suyuti, wa qala Ibn Taymiyyah, yajibu an yu'lama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyana li-ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Anasema al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba ni wajibu afahamu, ni wajibu kufahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwa masahaba zake maani al-Qur'ani, maana ya Qur'ani, kama bayyana lahum alfadhahu, kama alivyobainisha kwa wao hawa masahaba matamshi ya Qur'ani. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshabainisha maana yake masahaba. Sasa ni wajibu kwetu sisi kuchukua ufahamu wa masahaba basi na kuacha ufahamu wa masahaba. Ukiuacha ufahamu wa masahaba, ndio hizo bid'a zinazotoka. Ndio utakuta watu wana bid'a, utakuta watu wamejazana na hizbia, shirki, sababu wameacha ufahamu uliokuwa sahihi, ufahamu wa masahaba, ufahamu wa salaf. Faqawluhu ta'ala litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhi. Hili sasa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam upate kuwabainishia watu yale ambayo tumeyateremsha kwa wao, wabainishie yale ambayo tumeyateremsha kwa wao. Yatanawalu hadha wa hadha, na hii aya inaingia hadha, yani hadha al-maani al-Qur'an wa hadha kwa moja, inaingia katika maani al-Qur'an wala Qur'an. Kwa hiyo awabainishie maana ya Qur'an na awabainishie matamshi ya Qur'an. Ndivyo walivyokuwa. Sasa tunachukua ufahamu wa salafu kwa sababu wao wamechukua hii dini kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii dini ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي، نحكيك عن سيما عبد الرحمن السلمي، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، من العلم والعمل. أنا سمع أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، ومتحدثيا wale ambao
walikuwa wakisoma hiyo Qur'an kama Uthman ibn Affan na Abdullah ibn Mas'ud na wengine wasiokuwa hawawi wametuhadithia annahum ya kwamba wao kanu walikuwa idha taallamu minan nabii sallallahu alaihi wasallam wakijifunza kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam 10 ayati aya 10 lam yatajawazuha basi awazibuki hizo aya 10 hatta ya'lamu ma fiha mpaka wafahamu yale yaliyokuwa ndani ya hizo aya 10 min al-ilm wal amal katika elimu na matendo. Qalu basi wakasema fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'a tukajifunza Qur'an na elimu na matendo yote tufunza Qur'an elimu na matendo yote toka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe mtume hapa. Kwa hiyo sasa kwa nini tunafuata masala? Kwa nini masala wanafuata ufahamu wa wema waliotangulia? Sababu ni kama hizi na nyingine zilizokuwa nyingi na nyingine zilizokuwa sisi masala tunawafuata wema waliotangulia as-salafiyun wanawafuata salafu salih kwa sababu kama hizi na nyingine zilizokuwa nyingi ambazo hatujazitaja. Sababu ya kwanza tumesema ni kwamba masahaba wamechukua kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ya kila kitu. Sasa kama wao wamechukua elimu ya kila kitu, ile elimu waliochukua ndio na sisi tunapaswa kufanyaje? Kuchukua hiyo basi na kuzidisha wala kupunguza kadiri ya uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ametuwezesha. Sababu ya pili tukaona ya kwamba wao hii dini haikuwekwa katika akili za watu wala katika rai zao. Sawale wanaotumia akili zao watambue ya kwamba hii dini haijawekwa katika akili za watu wala haijawekwa katika rai za watu, bali hii dini imewekwa ni wahi min Allah, ni wahi ambao unatoka kwa Allah. Qur'an ni wahi, sunna ni wahi. Kwa hiyo watu wanapaswa wachukue dini hii kama ilivyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama walivyofahamu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Bado hilo ni mlango uliokuwa unazungumzia kuhusiana na sababu ambazo zinawafanya masalafi kufuata ufahamu wa wema waliotangulia.